kanisa lako. Ukidhani kama anakudanganya, huyu jamaa ndiye mwanzilishi wa ibada ya Jumapili. Ni watu wangapi wanaabudu Jumapili? Hata hapa kuna watu ambao wanaabudu Jumapili. Yaani siku hii ya leo kuna watu wanapanga kwenda kanisani. Kuna watu wanapanga kwenda kanisani eti wanaenda kuabudu Mungu jua. Mwanzilishi ni huyu. Tafsiri yake ni nini? Tumekubaliana na mafundisho ya huyu jamaa ambaye ni kiongozi wa Rumi ya kipapa. Sikiliza wapendwa, usijali. Maana hata bado nitakuja nikuletee fundisho moja makini, historia ya makanisa. Ujue mwanzilishi wa kanisa lako ni nani? Labda ndiye Mungu wako. Sikiliza, iliwapa mamlaka ya kisiasa ya upapa, mamlaka ya kiuraia, mamlaka ya kikanisa. Kwa hiyo kama vile Rais Ruto alivyo na mamlaka ya kisiasa na mamlaka ya kiraia na mamlaka ya kikanisa, vivyo hivyo kiongozi huyu anayo haya mamlaka. Barua hii ikawa sehemu ya kanuni ya Justantino, sheria za misingi ya dola, na mwaka ambao Papa Vulgaris alipanda kiti cha enzi chini ya ulinzi wa kijeshi wa Berislaus. Kitabu kimeandikwa History of the Christian Church Volume 3 ukurasa wa 323. Kinanukuu maneno haya. Kwa hiyo wapendwa, anafananishwa na pembe ndogo. Mji wa Vatican ni nchi huru iliyo chini ya mamlaka kamili ya Papa wa Kanisa Katoliki Roma. Ni neno la ndani la Roma, Italy, lenye eneo hekari 44, hekta 44 na hekari 109. Inaitwa kwamba encyclopedia ni nchi ndogo huru zaidi ya ulimwengu, ni nchi ndogo huru ulimwenguni. Jiji la Vatican linaanzishwa mnamo mwaka 1929 chini ya mkataba wa Luterani, ambayo kiongozi ambaye alijulikana kwa jina la Muslim aliongoza safari hii ya kurejeshea upapa uwezo. Akaamuru kwamba upapa uweze kuwa na uwezo wake, na ukapatiwa eneo kule Italy ambalo linaitwa Rome, kule Vatican, ambao ni eneo la kipekee, na watu hawa wanafanya mambo yao kule. Lakini anang'oa falme tatu. Tumekwishaona katika kile kitabu ambacho tumekisoma cha kwanza. Lakini pia ni kiongozi mwanadamu. Huyu jamaa lazima aweze kuwa mwanadamu. Mpinga Kristo hawezi kuwa shetani, hawezi kuwa malaika. Lazima aweze kuwa mwanadamu. Na huyu mwanadamu si mwingine, ni papa. Sikiliza wapendwa. Lakini yuko mbali tofauti na wale wa kwanza. Mbona yuko mbali na tofauti na wale wa kwanza? Hii ndiyo sababu. Kitabu kinaitwa The Church and Churches, ukurasa 42 na 43. Anasema kwamba kutoka katika magofu ya milki ya Rumi, hatua kwa hatua kulivuka mpangilio mpya wa majimbo ambayo sehemu kuu yao ilikuwa baraza la upapa. Kwa hiyo yuko mbali tofauti kwa sababu ya tabia hiyo. Lakini ananena makufuru. Unaposoma kile kitabu cha waraka wa kwanza Yohana Injili 10:33, yeye anajiita yeye ni Mungu. Lakini pia kitabu cha Luka 5:21, yeye anasamehe dhambi. Sikiliza wapendwa. Kinaitwa Encyclical Letters of Leo wa 13 ukurasa wa 304. Wanasema hivi. Tunashikilia juu ya ardhi hii mahala pa Mwenyezi Mungu. Vitabu vyao vyenyewe vinasema kwamba wao wanashikilia sehemu ya Mwenyezi Mungu. Kana kwamba itoshi, kitabu hiki kimeandikwa na kinaitwa kwamba Eucharistic Meditation, yani mafikirio. Anasema kwamba wewe ni kuhani milele. Asema askofu anayeweka wakfu. Yeye ni mwanadamu, tena mtoto wa Adam, mwenye dhambi, bal ata Kristasa, Kristo mwingine milele, kuhani wa aliye juu,
mwenye uwezo juu ya nani? Ya Mwenyezi. Kwa hiyo huyu mpinga Kristo, mfano unapoangalia alipokuja hapa Kenya mwaka 2015, unapoangalia ile gazeti la Standard walisema kwamba Mungu ibariki Kenya. Kwa hiyo anachukua nafasi na sifa za Mwenyezi Mungu na watu wengi wanamsujudia. Unaposoma hichi kitabu Katekisimu ukurasa 46, nataka nikusomee haya maneno. Kanisa Katoliki ndilo kanisa lililoanzishwa na Mtume Petero na mitume wengine. Naye aliyerithi kiti cha Petero huitwa Baba Mtakatifu. Yeye ni mwakilishi wa Kristo humu duniani. Warithi wa wale mitume wengine wanaitwa maaskofu. Sasa ikiwa yeye ndiye alichukua urithi kutoka kwa Petero, unaposoma habari za Petero alioa. Lakini huyu jamaa hakuoa. Lakini wamesema kwamba huyu ndiye, ngoja kidogo, wamesema kwamba huyu ndiye aliye mwanzilishi wa nini? Wa kanisa, si ndio? Sasa ngoja tusonge chini. Ukurasa wa 50. Je, ukurasa wa 50. Baba Mtakatifu ni nani? Baba Mtakatifu ni mrithi wa mamlaka ya matakatifu wa mitume Petro, na ni askofu wa Roma, mwakilishi wa nani? Wa Kristo. Sasa nataka kuone kitu kimoja hapa. Kwa nini tunamuita Baba Mtakatifu mwakilishi wa Kristo? Tunamuita mwakilishi wa Kristo kwa sababu anachukua nafasi ya Kristo. Sikiliza wapendwa, hakuna mtu aliye na uwezo wa kuchukua nafasi ya Kristo. Lakini kuna kitu nataka uweze kukiona hapa. Wamesema pale mwanzilishi wa hili kanisa ni nani? Ni Mtume Petro. Lakini unaposoma swali la 91 nasema kwamba Yesu alianzisha kanisa lake. Naomba ushike hili. Kanisa la mwanadamu mwanzilishi wake ni Petero. Lakini ambaye si Petero huyu ambaye tunamjua mimi na wewe. Ni Petero wao wenyewe ambao wanamjua. Maana Petero ambaye tunamjua alikuwa ni mtume wa Yesu Kristo, naye alioa. Huyu hajaoa, na ndio maana utapata papa haoi na walio chini yake nao hawaoi. Lakini sikiliza hapa, Yesu alianzisha kanisa lake. Kwa hiyo wapendwa, ndani ya Biblia kuna makanisa mawili. Kuna kanisa ambalo limeanzishwa na Petero ambaye hakuoa. Lakini pia kuna kanisa ambalo Yesu alilianzisha yeye akiwa kuhani mkuu. Na kanisa hilo viongozi wote walio chini yake wanaoa, kwa sababu Biblia imesema waoe. Sikiliza wapendwa, Papa si mwakilishi wa Kristo, bali yeye ni nani? Ni Yesu. Kristo mwenyewe amefichwa chini ya utaji wa mwili. Yeye Papa ndiye mtawala asiyekosea. Lakini kwa sababu ni mwanadamu, unaposoma kitabu cha Warumi 5:3 kuanzia aya 20 kuendelea, kwa sababu yeye ana sura ya mwanadamu na kwa sababu yeye anakufa kama tunavyokufa, yeye anatenda dhambi. Na dhambi ya kwanza anayoitenda, yeye haoi, na yeye ni kiongozi wa dini. Na dhambi ya pili, yeye anasamehe dhambi. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5, anayetupatanisha ni Yesu Kristo. Lakini pia kitabu cha waraka wa kwanza 2:1 na kuendelea, tukitenda dhambi, yeye ndiye anayetusamehe. Hata huyu jamaa anatamani kusamehewa msamaha wa dhambi. Sikiliza wapendwa, kitabu kinaitwa kwamba The Catholic Priest, ukurasa wa 78, kisema neno haya: tafuteni ni wapi katika mbingu na dunia mtapata kiumbe kimoja aliyeumbwa, ambaye anaweza kusamehe dhambi mwenyewe, ambaye anaweza kufungua kutoka kwa minyororo ya kuzimu
mtu huyo wa ajabu ni kuhani, na ni kuhani wa Kirumi Mkatoliki. Hayupo, yuko tu kule Vatican. Kwa hiyo Biblia haiwezi danganya. Biblia iko wazi. Ikiwa huyu ndio anafanya hivi, huyu ndio mpinga Kristo. Sikiliza wapendwa, Timotheo wa kwanza 2:4 na ile aya 5, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yeye aliye wa kweli, yaliyo ya kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi ni mmoja, mwanadamu mmoja ambaye anaitwa nani? Mwanadamu Yesu Kristo, si papa. Sikiliza wapendwa, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki hata atuondolee dhambi zetu, tutasafishwa kwa udhalimu wetu. Kitabu cha Mathayo 6:12 hadi 15, utusamee deni zetu kama tunavyowasamea wadeni wetu, kwa maana wakisamehewa watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nanyi pia. Kwa hiyo anayesamehe dhambi si mtu mwingine, ni Baba wetu wa juu aliye mbinguni, si papa. Huyo ndiyo mpinga Kristo, na kuna wapinga Kristo wengine wadogo wadogo wako hapa. Tutawajua ni kina nani hao. Lakini pia 8, mpinga Kristo atawatesa watakatifu. Kitabu hiki kimeandikwa British Historian, kimeandikwa na Edward Leake. Anaandika akisema kwamba kanisa la Rumi limemwaga damu nyingi zaidi isiyo na hatia kuliko taasisi nyingine yoyote ile ambayo imewahi kuwepo miongoni mwa wanadamu. Haitaulizwa na hakuna Mprotestanti ambaye ana ujuzi wa kutosha wa kihistoria. Kitabu hiki kimeandikwa, kinaitwa kwamba the history of the rise of spirit of rationalism in Europe, volume ya gombo la 2, ukurasa wa 32. Pope John wa pili, kabla hajafa, akaita watu akazungumza maneno haya. Nenda utafute, hii ni gazeti, imeandikwa na Alfred, mwezi wa Machi tarehe 12, 2000, mwaka 2000. Iliandikwa saa 3:01. Anakubaliana na haya maneno mwenyewe. Anasema hivi: Pope Paul wa pili aliongoza kanisa na washiriki wote kuomba msamaha kwa niaba ya kanisa Katoliki ya dhambi ambayo iliweza kuifanya kwa kuoa kwa miaka 2000 iliyopita, kwa kumwaga damu ya waliomwamini Mungu. Lakini kwa bahati mbaya hayupo. Sikiliza wapendwa, watu wa Mungu waliweza kuteswa. Takriban watu milioni 50 waliojitia kwamba ni wana wa Mungu, kanisa hili linakiri, iliweza kuangamiza watakatifu. Sikiliza wapendwa, nambari 3, kanisa hili linabadilisha majira na sheria. Papa ana uwezo wa kubadilisha nyakati na kufuta, kukomesha sheria na kugawanya vitu vyote, hata maagizo ya Kristo. Je, haya mambo ni kweli? Unaposoma amri ya pili katika hii ndiyo imani yetu, utakutana mambo haya. Amri ya pili ni ipi? Usilitaje jina la Mungu wako bure, tuliweza kuona jana. Lakini kwa mujibu wa Biblia, amri ya pili nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala usivisujudie wala kuvitumikia.
Kitabu cha Kutoka 20:4 hadi ile aya 5. Lakini utapata watu wako hapa wanabeba misalaba eti ni Yesu amebeba. Lakini wanapolala wanatoa Yesu wanamweka kando. Sikiliza wapendwa. Hii ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Unapata kabisa mwanaume na akili zake anaenda kupigia sanamu ya mawe magoti, anaiomba. Sikiliza, Biblia imesema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Lakini bado watu hawaamini tu. Yaani mwanaume na ndevu zake anaenda kupigia sanamu magoti eti anaiomba. Sikiliza wapendwa. Swali linaulizwa, siku ya Sabato ni ipi? Siku ya Sabato hata ndani ya kamusi tuliona ni Jumamosi. Hata ndani ya Qur'ani inakubali Sabato ni Jumamosi. Kwa nini tunaadhimisha Jumapili badala ya Jumamosi? Kitabu hiki kinasema kwamba kwa sababu kanisa Katoliki limehalalisha sheria kutoka Jumapili hadi Jumamosi hadi Jumapili. Na hiyo tumekwisha soma katika kile hii ndiyo imani yetu siku ya jana. Na nikasema kwamba ikiwa unadhani kwamba naongea maneno yangu, njoo nitakupa kitabu. Na nikatoa hapa zawadi 200. Fungu moja. Ulilete, uniambie Jumapili siku ya ibada. Hata kabla sijatoka hapa, nitakwambia Jumapili nini kifanyike. Tutamuuliza Yesu mwenyewe, ulipotoka Jumapili asubuhi pale kaburini, ulienda wapi? Sikiliza, amri ya 3. Hii kamusi hii. Amri ya 3. Kitunze kitakatifu siku ya Mungu. Tumeona kwamba kanisa Katoliki ndio lilihamisha sherehe kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Je, ni kweli? Nataka tusome katekisimu hii. Katika Agano la Kale, Mungu alitenga siku ya saba iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya saba. Ilikuwa ni siku maalumu ya mwanadamu kusali na kumwabudu Mungu. Lakini katika Agano Jipya, siku ya Bwana ilibadilishwa kuwa siku ya Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Halo? Wewe unayedanganya kwamba siku ya Jumamosi ni siku ya kwanza ya juma. Sikiliza hii kamusi, hii katikisi. Katika Agano Jipya, siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo ya Jumapili. Kwa mujibu wa katekisimu, siku ya kwanza ya juma ni siku gani wapendwa? Ni Jumapili. Yaani hivi leo tunavyozungumza tuko katika masaa ya siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili, ambayo kuna wengine hapa ambao mimi nawafananisha ni wapinga Kristo tu. Ni wapinga Kristo. Maana Mungu amesema itunze Sabato yake. Wewe unakaidi, unaitunza Jumapili ambayo inawakilisha Mungu jua, kwa mujibu wa kitabu cha Ezekieli 8:15 na 16. Ibada ya Mungu jua. Yaani wewe unashindwa kusoma hiyo. Labda usielewe. Nikusomea kitabu kinaitwa kwamba St. Catholic Church Centennial, Mei 21, 1995. Labda jambo la ujasiri zaidi, badiliko la kimapinduzi zaidi ambalo kanisa limewahi fanya, limetokea katika karne ya kwanza. Siku tofauti, Sabato ilibadilishwa kutoka kwa maelekezo yote yaliyotajwa katika maandiko. Neno Sabato imetajwa ndani ya Biblia mara 405. Lakini Jumapili imetajwa mara 9. Ijumaa imetajwa mara 1. Sikiliza wapendwa. Jumamosi ama Sabato imetajwa mara 405.
Unaposoma Biblia Katoliki imetajwa mara 405. Lakini Biblia hii ambayo unaitumia na wewe ambayo unatunza siku ya Jumapili kama siku ya ibada, Sabato imetajwa mara 405. Lakini Ijumaa imetajwa mara 1. Sikiliza wapendwa. Lakini kutokana na hisia kanisa juu ya uwezo wake, watu wanaofikiri kwamba maandiko yanapaswa kuwa na mamlaka peke yao wanapaswa kuwa Waadventista wa Sabato na kuitakasa siku gani? Jumamosi, si Jumapili. Hicho ni kitabu kinaitwa St. Catherine Catholic Church Centennial, May 21. Kwa hiyo wapendwa, ni ushauri wa kipekee mwandishi huyo anashauri. Kutokana na hisia juu ya kanisa, juu ya uwezo wake, ikiwa unafikiri kwamba unayajua maandiko, wewe unayenisikiliza, unayepanda kwenda kanisani kesho, unapaswa kuwa na mamlaka pekee, unapaswa kuwa Mwadventista wa Sabato na kuitakasa siku ya Jumamosi. Sikiliza wapendwa. Akavunja amri ya pili, lakini pia vile vile akavunja amri ya 4, akagawa amri ya 9 zikawa 2. Hapo akafanikishwa. Lakini atatenda kazi yake kwa miaka 1260. Kwa muda wako uende ulize. Google ni ya kila mtu. Naende ulize kuanzia mwaka 538 hadi mwaka 1798. Kanisa la Rumi ama kanisa la Roman Catholic liliwatesa na kuwaua Wakristo. Utapata kwamba hilo jibu lipo. Kwa hiyo ilianza kuwatesa watakatifu kwa huo mwaka. Sikiliza. Mnamo mwaka 1798 Barathea aliingia Roma, akakomesha serikali ya papa na kuanzisha ile kiulimwengu. Kitabu kimeitwa Encyclopedia American, kimeandikwa mwaka 1941. Wapendwa, haya mambo tunayazungumza kwa uwazi na tunayazungumza tukiwa na ushahidi wa kutosha. Na iwapo kuna mtu ambaye anaona hakuna ushahidi, na aje, vitabu hivi viko hapa, vingine tuko navyo hapa. Na niliwaambia kwamba hii wiki kuanzia leo nitasoma vitabu tofauti na vile ambavyo tumevizoea. Na nitakuwa mwaminifu, nitatumia Qur'ani, nitatumia, hii ndio imani yetu, lakini pia nitatumia Biblia Katoliki ili niweze kuleta ukweli. Lakini 11, huyu anayeitwa mpinga Kristo anapatikana kule Vatican ama Roma. Ufunuo 13 aya 2. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Unaposoma kitabu hiki kimeandikwa na profesa wa historia kule University of Rome, anaandika akisema hivi: katika urithi wa Kaisari, mnakumbuka kipindi Yesu anazaliwa, nani alikuwa kiongozi? Si alikuwa ni Kaisari? Aliyekuwa kiongozi wakati ule ni Kaisari. Sasa profesa huyu anapoandika history at University of Rome, anaandika maneno akisema hivi: katika urithi wa Kaisari ulikuja urithi wa papa. Huko wapi? Konstantino, Roma. Na Konstantino alipoondoka, Rumi alimpa papa kiti chake. Kwa hiyo kwa mujibu wa profesa huyu, aliyempa upapa kiti si Petero. Aliyempa papa kiti ni mtu aliyejulikana kwa jina la Constantino Max I, sio Petero ambaye ni mtume wa Yesu Kristo.
Naomba muweze kunipata. Sio nani? Si Petero kama wanavyodhani. Ndani ya hii ndiyo imani yetu ambayo ni katekesi. Wapendwa, kwa kujua hizo njia zote, nataka niwatangazie kwamba mpinga Kristo kamili ambaye ni mkubwa ni Papa ambaye anajiita kwa jina Baba Mtakatifu. Lakini yeye anajiita kwa hilo jina, lakini mwingine watoto wake wanajiita majina ambayo ni ya Mungu. Ndio utaona hapa Uluyani kuna mtu atajiita Yesu Otugareni na watu wanamwamini. Lakini ukienda kule kwetu Ujeruoni pale unapata mwingine wa kutoka kule Jotwot. Unajua wenyewe anaitwaje? Jotkwet. Ambaye ni nani? Iwewe ya. Odeto. Yaani amekufa lakini kwa sababu ya ujinga eti nani nalala kwa kaburi kama unataka kusaidika. Na wengine walikuwa hapa Bungoma tu, hapa Bungoma. Wakaenda kwa Jehova Wanyonyi. Lakini kwa bahati mbaya Jehova Wanyonyi hayupo. Aishakuwa chakula cha mcho. Hao ni baadhi ya wapinga Kristo. Lakini hapa karibu na kwa kina nyanya yangu hapa. Kuna mwingine anajiita pale Elisha, Nabii Elijah. Naye pia ameandika Biblia yake yenye amri 12. Sikiliza wapendwa. Biblia inasema kwamba kichwa chake kimoja kionekana kwamba kimepata jeraha la mauti. Inapofika mwaka wa 1922, Mussolini akiongoza na ulinzi mkali akaweza kusaini sheria ile inayojulikana kwamba the Roman Pact, akamrejeshea upapa nguvu zaidi, na ndiye aliyesaidia upapa kupata nafasi yake katika mji wa Italy kule Vatican. Swala la Warumi usiku wa leo ulikuwa ni jambo la zamani. Vatican ilikuwa na amani na Italy. Na katika kubadilika picha za automatic kwenye haki ya kukumbukwa inayoponywa kidonda, upole mwingi ulionyeshwa pande zote mbili, katika upande wa kisiasa na upande wa kidini. Ndio utamwona wakati mmoja, wakati wa Kongo wanapigana, akajifanya kuwa mshauri mwema. Alipokuja Afrika akaenda Kongo kuleta uraia mwema. Alipokuja hapa Kenya akajifanya kuleta uhusiano mwema na nchi ya Somalia. Lakini akakosea. Namshukuru sana Rais aliyestaafu, Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Yeye hakutaka kushiriki mvinyo wa usharati wa huyu jamaa. Alipomwambia kuhusu ushauri wa ndoa jinsia moja, bwana huyu alimwambia kwamba heshimu demokrasia, ama heshimu nini? Heshimu mila na desturi za Waafrika. Hapa Waafrika lazima tuweze kuona na kuoa. Lakini William Ruto alipoingia kwa sababu ya tamaa, nasema kwamba ni tamaa. Alipoingia kwa siku 100 za kwanza, ndoa ya jinsia moja ikawa imehalalishwa nchini Kenya na mahakama zetu za Kenya. Lakini wapendwa, si jambo. Ni kwa sababu viongozi wote lazima waweze kumsujudia huyu bwana. Sikiliza wapendwa, akajifanya mwenye upole, na hiyo ndiyo njia yake. Na jeraha la mauti linapona baadaye, anarejeshea mamlaka yake. Anaporejeshea mamlaka yake, viongozi mashuhuri kiwemo Rais Obama walienda kufanya mkutano naye. Hata huyu aliyefariki alitoka katika Marekani ya Kusini. Sikiliza wapendwa, huu ndio mji wa Vatican. Una geti 7, lakini 12 hesabu yake ni ya kibinadamu ni 660 na sita. Yaani mambo yake lazima yaweze kufikia nambari 6, ikiwa na maana yake. Alama ya mnyama sio 66. Alama ya mnyama ni nambari ya mnyama. Nayo si alama ambayo imejificha.
maana nitakuja nikuonyeshe inakuja vipi. Sikiliza wapendwa, hesabu ya jina lake ni hesabu ya kibinadamu na ni hesabu ya mnyama, na si hizo herufi. Unaposoma kitabu kinaitwa kwamba Our Sunday Visitors, ukurasa wa Aprili 18 1915 anasema maneno haya: herufi zilizo kwenye kilemba cha papa ni hizi, Viscarius Hildae, ambayo Kilatini kwake the Vicar the Son of God. Kwa hiyo ni mwakilishi tu wa Mungu ndani ya uso ulimwengu. Sikiliza wapendwa, hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili anahesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Siku ya kesho nitakuwa nipambanua zaidi hiyo 666 tuweze kuielewa inaashiria nini. Kanisa Katoliki lina weledi mkubwa kuliko Biblia. Na ndiyo maana wapendwa, nataka niweze kutangaza wazi hapa. Kanisa Katoliki limeweza kujengeka katika misingi ya alama ya wana Freemason. Na ndiyo maana nikasema kwamba nyinyi hapa mnamjua papa mweusi tu, yani papa mweupe. Lakini katika Vatican, mji wa Vatican, kuna papa mweusi ambaye ana control uchumi wa ulimwengu mzima. IMF. Yeye ndiye ana control uchumi huo. Na chini yake, hii ndiyo alama. Nataka uweze kuangalia katika rozari zote zimeweza kujengwa hivi. Papa akiwa ndiye kiongozi, anakuwa na majasusi ambao wanamsaidia. Na majasusi wale wanasaidia na wana Freemason na wana Illuminati. Lakini pia wanasaidiana na World Church Council, ambayo kanisa la Kisabato halipo ndani yake. Lakini pia wana mashirika ambayo ni ya secret society, ikiwemo Skull and Bones, ambayo kiongozi mmoja wa dini ambayo ni kiongozi wa dini analoitwa Repentance and Holiness. Nenda ulize nguvu anazozitumia kiongozi David Awor, anazitoa katika Skull and Bones, na alama yao inatokana kile kitabu cha Mwanzo 3:22. Alama yao ni 322, ikimaanisha kwamba wanasema kwamba Mungu alishinda. Lakini pia kuna wengine ambao wanajiita kwamba Bilderbergs. Lakini pia kuna wengine, kuna Islamic Society. Lakini si ajabu, ndio maana leo niko hapa nimevaa nguo ambayo ina alama inayosimamia AMR, Adventist Muslim Relationship. Kana kwamba habari hii si ya Wakristo peke yake, tunaenda pia ndani kwa ajili ya kuwaleta Waislamu waweze kupokea uzima wa milele. Sikiliza wapendwa, jumla ya neno lako ni kweli, na kila hukumu ya haki yako itakuwa ni ya milele. Wapendwa, si mbali na sasa, maneno haya yote yatakuwa ni kweli wakati Kristo atakapokuwa anarejea hivi karibuni, na hukumu yake itakuwa ni ya kweli. Yoyote atakayeendelea kufuata mafundisho haya ya kishetani, mafundisho ya kupinga kweli ya Mwenyezi Mungu, hana budi kuiona hukumu yake. Lakini jioni ya leo wapendwa, kitabu cha Ayubu 5:17, tazama yuheri mtu yule wa Mungu amwadhibuye, kwa hiyo asidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Maana kwani yeye huumiza, lakini tena huuguza, yeye hutia jeraha na mkono yake inaponya. Sikiliza wapendwa, Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ijapokuwa tulimwamia kwa muda mrefu, ijapokuwa tumeogopa kwa muda mrefu, hata katika majeraha makubwa yeye anatutia mikononi mwake, lakini pia anatupa uponyaji. Tena mtaifahamu ile kweli, nayo kweli itawaweka huru. Watu waivona. Ukweli wa mambo ni kwamba wapinga Kristo ni wengi. Huenda hata yule ambaye unatembea naye ni mpinga Kristo.
Lakini jioni ya leo kitabu cha Yoshua anasema hivi, Yoshua 24:15, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu, mimi na watu ambao tulitoka Kisii University, tutamtumikia Mungu aliye mbinguni. Wewe uweze kuchagua, endelea kumtumikia mpinga Kristo, lakini mimi nimekuletea habari njema. Chagua hivi leo kumtumikia Bwana aliye na uzima wa milele. Kuna wapinga Kristo wengi na wapo ndani ya kanisa. Na kwa sababu hiyo, wapendwa, jiepushe na wapinga Kristo. Maana mpinga Kristo halisi utamjua kwa sababu ya ibada. Kinachosumbua ni ibada. Ndiyo maana inaleta mpinga Kristo. Lakini chagua hivi leo utakayemtumikia. Jioni ya leo Yesu anasema, kama asingelikuja hamungejua, lakini mmejua. Dhambi yako endelea kuing'ang'ania, Yesu ataiweka wazi, hautakuwa na udhuru juu yake. Yesu amekuwa amefumba macho kwa muda mrefu, lakini baada ya mahubiri haya Yesu amefungua macho yake. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Yesu anasema kwamba yuko mlangoni anabisha. Watu wa Ivona, Yesu anabisha milangoni mwenu. Msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Msiendelee kuangalia wachungaji wenu, maana ndani yao wamejaa unafiki, wamejaa ubinafsi, wanatafuta faida zao wao wenyewe. Mchague Yesu ambaye hatafuti faida, anataka aweze kukupatia uzima wa milele. Naye jioni ya leo anasema, nani yuko tayari kwenda nyumbani? Mimi niko tayari kwenda nyumbani. Hakika hakuna mtu anayepaswa kuabudiwa isipokuwa huyo Mungu wa kweli. Hizo dini zote za Jumapili zinasimamia wapinga Kristo, na kama unadhani na kudanganya, usikose katika mafundisho ya wiki hii. Na yeyote aliye na swali kuhusiana na mafundisho ambayo anayafundisha, uko huru, para uwanja, njoo na Biblia yako, tuingie katika darasa tuweze kusoma, tuitafute kweli. Na utakapoisikia hiyo kweli, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Njoo, Kristo yuko tayari kukaribisha katika meza yake uweze kupokea uzima wa milele. Jioni ya leo nipende kusema kwamba mimi niko tayari. Nani yuko tayari pia? Nione kuona mtu akisimama. Nipende kuona mtu akisimama. Hata ukiwa pale barabarani, piga hatua ya imani. Njoo tuombe pamoja na wewe. Ukiwa katika nyumba yako, funga unachokifanya, tuweze kuomba pamoja na wewe, maana Kristo yuko mahala hapa akituletea habari njema. Mungu na wabariki. Wapinga Kristo wapo ndani ya uso ulimwengu. Wapinga Kristo kwa mara ya pili natangaza, ni wale wote ambao wamekataa sabato ya Bwana, lakini pia wamekataa kushika sheria za Mwenyezi Mungu. Sasa angalia, huyo kiongozi ama mtu yote ambaye anakuambia kwamba ni Mkristo, je, anafuata maagizo ya Bwana? Na kama hafuati, huyo ni nani? Huyo ni mpinga Kristo. Mungu aweze kuwabariki. Tumishi wa leo, ndio tufungie kwa ombi. Wakati huo tunazidi kuombea wale watu ambao wana mizigo mizito. Njoo tuweze kufanya maombi ya kipekee. Naam, tunashukuru kwa mafundisho hayo tumeweza pata. Mkazi wa Ivona uweze kufanya uamuzi. Yamewekwa bayana tuweze kupata doa. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya fundisho ambalo tumeweza kulipata kutumia mtumishi wako ambaye ni kiumbe dhaifu. Neno hili limeweza kuhubiriwa wakati ambapo wakazi wa Ivona wanalisikiliza. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe hatujui jinsi ambavyo Roho wako Mtakatifu unavyofanya kazi, ila tunaamini ya kuwa kuna yule ambaye ameweza kusikia maneno haya na ataweza kufanya uamuzi ulio sawa. Zidi kuzungumza nasi katika wiki hii moja ambayo tutakuwa katika maeneo haya, ili watu wa Ivona waweze kufikiria toba. Nena nasi na hata tunapoenda katika mapumziko ya usiku uweze kutulinda, na hata wale na usalama wa maeneo hii tunaweza kama mkononi mwako, ili uweze kuwapa matumaini ya kuwa ijapokuwa wanafanya kazi hiyo, bali unatuhitaji sisi sote.
nenda nasi katika kila tendo ambalo tutalitenda, ili neno lako liweze kuwafikia wakazi wa maeneo haya. Zidi kuaminiwa na uzidi kuenenda nasi, tumeomba tukiamini. Amina.